بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikiwa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa Shawwal mwaka 1447 Hijiria, sambamba na tarehe 6 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 miladia, kama tulivyoarifiana na kujuzana kwa biidhnillah tabaraka wa taala, siku ya Jumatatu na Jumanne na Jumatano kila baada ya salatu al-fajr tutakuwa na darasa ya kitabu al-usulu thalatha, na leo biidhnillah tabaraka wa taala itakuwa ni majlisi ya kwanza na rasmi kukianza kile kitabu kama tulivyokubaliana, lakini kuna utangulizi kabla ya kusoma vilivyokuwa ndani ya kitabu, kama kujua kitabu unwani yake imebeba maana gani, kadhalika mtunzi naye nani, au sira fupi ya mtunzi. Jambo la mwanzo kwenye upande wa maudhui iliyobebwa na kitabu ni maudhui ambayo ni katika mambo muhimu sana kwa kila Muislamu, sio kwa baadhi tu ya Waislamu, kwa kila Muislamu. Bali kitabu hiki ama risala hii imechukua mambo ambayo wameafikiana wanachuoni juu ya uwajibu wake kwa kila Muislamu. Ndani yake kupatikana mambo ambayo ndiyo maswali matatu ambayo kila mmoja atakuja kuulizwa kwenye kaburi ndani ya hii risala, na kadhalika pia masaili ambayo wamefanya ulama tatabbu na istiqra, kusoma sana na kufuatilia sana mambo na kuyatohoa haya mambo ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye upande wa tarjama ya jina al-usulu thalatha, na baadhi ya vitabu vimekuja thalathatul usul, ima iwe ni al-usulu thalatha au thalathatul usul wa adillatuha, misingi mitatu na dalili zake, misingi mitatu na dalili zake. Kwa maana kila msingi ambao atautaja Sheikh ndani ya kitabu atautajia dalili yake, na ili kutokuleta ishtibah wala mtatiziko kwa mwenye kusoma, Sheikh kaenda hivyo kwenye vitabu vyake vyote ambaye katunga hichi kitabu. Na kwenye upande wa jina lake, Sheikh anaitwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi At-Tamimi An-Najdi. Kwenye upande wa mji ni katika ulama waliotokea mamlaka as-Saudia, kwa wanachuoni wa huko, lakini kadhalika kwenye upande wa kabila wanatokea huko wenye Banu Tamim, wanatokea huko. Lakini kwenye upande wa kumjua mtunzi kwa ufupi nani, hapa ni sehemu ambayo itakuwa urefu, lakini kwa munasaba wa wakati na umuhimu wa yale ambayo tutayasoma ndani tutachukua kwa ufupi tu, japo tupate nubdha ya kumfahamu nani ambaye kaandika kitabu. Jambo la mwanzo, wanapotajwa mashekhe muasirun mpaka wakapewa jina la kuwa ni Sheikhul Islam, huyu ni mmoja kati ya mashekhe hao. Na kuitwa Sheikhul Islam si daraja ambayo kila shekhe anaifikia, la. Mfano uliokuwa hai Sheikh Ibn Uthaymeen au pengine mufti al-Mamlakati al-Arabia wa sasa Sheikh Fauzani, wote hawa na juhudi zao zote hawajafikia kuitwa Sheikhul Islam. Lakini shekhe huyu Allah
amrehemu alifikia daraja hiyo na manqaba hiyo, akaitwa Sheikhul Islam. Na pia wanachuoni wote wa sunna wote wameafikiana juu ya ubora wa huyu shekhe na fadhila alizokuwa nazo. Lakini kadhalika kusimama ad-dawlatu saudia kwenye zile awamu kuu, imesimama kwenye awamu kuu 3, lakini awamu ya 3 ambayo ndio hii tunayoiona wakati huu, chimbuko lake na kusimama katika dini na sunna na tauhidi kama tunavyoona ni huyu shekhe na kiongozi aliyekuwepo. Walishikamana sababu shekhe alipata fitna sana na changamoto. Kila mji anaoenda, muadhamu ya watu walikuwa washatanguliza fitna kabla yeye kufika. Kwa akifika watu hawamuelewi kabisa, hata fursa ya kuongea walikuwa hawampi. Lakini alipofika Saudia alipofika kiongozi akamuuliza, kwani unalingania kwenye kitu gani? Lingania nini wewe? Alipomtajia yale aliyokuwa yeye anayalingania, kiongozi pamoja na kuchanganya na ufahamu wa dini aliyokuwa nao, akaona kwamba huyu ni mtu anatufaa. Akampa hifadhi na akamwambia, tutagawa majukumu, mimi nitasimamia siasa ya nchi, wewe utasimamia siasa ya dini, sababu wewe umesoma. Shekhe akaanza kulingania. Kulikuwa kuna dhahira ya ushirikina Saudia. Leo tunavyoona makaburi hayajengewa sasa hivi, haikuwa vile. Kulikuwa na makaburi yamejengewa sana, watu walikuwa wakimuelekea asiyekuwa Allah wakati wa matatizo, walikuwa watu wakiomba mvua kwa asiyekuwa Allah, kadhalika wakiomba manufaa kwa asiyekuwa Allah. Ihali shekhe akaanza kuialij taratibu, kwa maana kuitibia taratibu. Akawa sasa anasomesha, kadhalika pia anaandika vitabu. Lakini katika vitabu vilivyokuwa mashuhuri alivyoandika ni kitabu ambacho tumetaja kukisoma, ambacho ni Misingi Mitatu na Dhairi Zake. Lakini hapo jambo halikuishilizia hivyo, wakati pia ashapoa hifadhi hapo, fitna zikaenda tena. Watu wa mji wa Qasim mboni hiyo Saudia, wakaanza kuleta madai dhidi ya huyu shekhe, mpaka wakafikia kusema baadhi yao, shekhe bwana huyu anadai utume, huyu, kwa hiyo afukuzwe katika huo mji. Kisha hapo pia baadhi ya watu wakasema kwamba, anasema kwamba lau kama atakuwa na uwezo huyo, anakuja kubadilisha mizabul Kaaba ni sehemu katika al-Kaaba ambayo ipo kwa juu, hata maji yakiwa yananyesha ama mvua inanyesha katika al-Kaaba pale, hiyo ndio inatoa maji hiyo sehemu, ile mizabu. Sasa walimshingizia kwamba lau kama atapata uwezo atakuja kuiondoa ile mizabul Kaaba aikia kwake. Si hivyo tu, wengine wakasema kwamba huyu anachukia asiswaliwe mtume, wakampelekea madai mengi ambayo hakukutokea dai hata moja likasimamishiwa hoja. Na shekhi Allah akampa taufiki na akampa kabul, watu wakawa wanakuja min mashariki al-ardhi wa magharibiha kuja kusoma kwake. Akapata wanafunzi wengi na athari yake ikaenea dunia mzima. Sasa hivi utakapokwenda popote ukasikia mawahabi, ni huyu shekhe. Ukisikia mawahabi ni kwa sababu ya huyu shekhe, kwa maana wao wananasibisha wale ambao watakuwa wamesimama katika tauhidi na msingi wa sawa kama yeye, na yeye wanamnasibisha naye mtu yote ambaye atakuwa hivyo. Yeye kwa kuwa alikuwa akiitwa Muhammad ibn Abdul Wahhabi, wakachukua jina tu mawahabi, wakaita watu hivyo, na nisba ama lakabu iliyokuwa sio sawa, kwa sababu hakuna geni ambalo shekhe alikuja nalo kwamba eti kazuwala kwake, ima qala Allah au qala Rasul, amesema Allah au amesema mtume, mpaka vizazi vya huyu shekhe. Kwa sababu katika neema ambayo alipewa huyu shekhe ni kuwa familia yake ina tasalsul ya kielimu. Familia yake
Sheikh yote utakayeona jina lake limeishia alu sheikh ni katika familia ya huyu, na wapo wengi sana. Hata mufti wa Saudia kabla ya huyu wa sasa alikuwa ni katika vizazi vya huyu sheikh. Kadhalika pia na wapo wengi sana. Waziri wa mambo katika mambo ya kidini Haram na Saudia ni moja kati ya wajukuu wa huyu, na wana kitabu au kuna kitabu kinaitwa Ad-Durar Sania, kimekusanya fatawa zao hawa mashekhe, na wametaja mambo chungu mzima ya dini. Katika yaliyotajwa ndani yake ni kule kupewa challenge watu ambao wao wanamchukia huyu shekhe. Hebu tuambieni wapi kakosea kwa mujibu wa dini? Na haina maana kwamba ni maasum, lakini yale aliyoyasimamia hakuteleza. Allah alimjalia akapatia ya usawa, wao akatoa challenge kwamba ni jambo gani ambalo yeye kalikosea. Na toka kipindi hicho mpaka leo hakuna isipokuwa ni madai. Hawa wanachukia aswaliwe mtume, wamekuja kugawa umma na madai mbalimbali ambayo hata kikawaida kidunia mtu anapotoa madai anatakiwa ayasimamishie hoja, isishilizie tu fulani hivi fulani hivi. Na pia jambo jingine pia katika mambo muhimu wakati tukiwa tunaya soma haya masail, pia huenda mtu yakawa yanaweza akamtatiza labda, au yanaweza yakaleta ishkali katika mambo yaliyokuwa muhimu na mazuri. Wakati unapotatizika ni kutokubaki na mtatiziko, usibakie na ukaridhika na hali ya kutatizika, sio kwa darasa hii wala darasa nyingine yote. Unatakiwa uulize, kwa sababu Uislamu si kama dini nyingine. Kwa utakachoambiwa umekipenda au kukipenda ndio kipo hivyo hivyo, umekielewa kukielewa ndio kipo hivyo hivyo. La, kuna mlango wa kuuliza. Wakati fulani mimi sijafahamu, pengine unaniuliza mimi jambo nikawa mimi nimeteleza, ukanikumbusha nikawa nimepata sababu ya kujirekebisha, na wengine pia ikawa hawakuchukua kosa, au pengine ikawa ndo umeghafilika wewe ukafahamu makosa, nikataja jambo ambalo likakupelekea kwenye kueka sawa ile kosa. Na pengine pia inaweza ikatokea mtu akawa hana kitabu, muhimu kuwa na kitabu, lakini ikitokea ndio mtu hana kitabu, isitokee ukakosa vyote, kwa maana hata kusikiliza pia ukakosa. Kama wasa wako na kuruhusu, basi japo kusikiliza ala al-aqali huo unapata kusikiliza, usikose vyote kwa ujumla. Na jambo la mwisho la kuhitimishia kwenye utangulizi huu wale ambao tutakuja kuyasoma ndani ya kitabu ni kutaja dawa ya huyu shekhe kwa ufupi ilivyokuwa. Dawa ya huyu shekhe ilibezi sana kwenye upande wa tauhidi, na vitabu vyake 90% na vimeelezea tauhidi. Na kwa sababu muadhamu ya watu katika zama zetu na kabla ya zama zetu kwenye upande wa tauhidi ndio kumetokea vita baina ya wao na wale waliokuwa na tauhidi, ndio maana huyu shekhe akachukiwa. Kuna wakati huwezi kumtaja huyu shekhe jina lake kwa uzuri kabisa. Ni kuna baadhi ya maeneo kumtaja hivyo ajulikana kwamba huyu si mwenzetu. Akasema tu Muhammad ibn Abdul Wahhabi, taja hivyo watu, hata usiseme shekhe, tayari watu washaanza kuona kwamba huyu si mwenzetu. Ili wakuone mwenzao umtaje kwa ubaya, au utaje jina la kunasibisha wafuasi wake na yeye kwa ubaya, mawahabi, ujue wanasema hivi, inaonekana huyu mwenzetu. Bali kuna baadhi ya misikiti ukianza tu fa inna kulla muhdathatin bid'a, wanajua kwamba utaishia kulla bid'atin dalala, au wanaona si mwenzetu, wanakushusha kwenye mimbari. Kuna wazee wanakutoa katika mimbari, naona kwamba huyu anaishia kwenye mfumo ambao sio wa kwetu. Ndio maana ikatokea wakamchukia. Ndio maana ukitazama vitabu vyote hivyo vilivyoelezea masaili ya tauhidi utashangaa kwamba baadhi ya watu ambao ni walinganizi wanapelekea watu huko kabisa. Pengine wakuta mtu asema kwamba sisi hatulinganii watu kwenye ushirikina, lakini Allah akitaja hoja za washirikina wale wa mwanzo wa zama za mtume, na yeye kama shekhe ndio hoja zake. Angalia namna ilivyofikia hii hali ya ajabu sana. Allah wakati akitaja hoja za washirikina ambazo walikuwa wakizitoa kwa madai yao kuwa ni hoja,
ndio akuta shekhe ataja kama hoja kwamba anaufanya si ushirikina, na Allah kanukuu kuwa ni hoja ya waliokuwa kitenda ushirikina. Mfano jambo la kuabudia makaburi au kuwaomba waliokufa. Ijulikana kwamba katika Uislamu sisi haifai ashiria aliyekufa, aliyekuwa hai kumuomba asilokuwa na uwezo nalo ni haramu, ili hana uwezo nalo. Mfano nina haja na mtoto, ili jambo atakiwa direct muombe Allah subhanahu wa ta'ala pasi na kumuomba yote. Asa endapo mtu atamuomba hili au mfano wa hili, mfano niponeshe, anayeponesha ni Allah, sababu ya kupona sawa yaweza kutokea kwa asiyekuwa Allah, kama kiumbe akakutafutia dawa, akakupeleka hospitali au akakushauri jambo ambalo ni sababu ya kupona, lakini kule kuponesha kwenyewe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kumuelekea kiumbe moja kwa moja ukategemea kwenye zile asbabu zake na ukamwacha Allah subhanahu wa ta'ala ni makosa. Na sasa wale wanaokwenda kwenye makaburi, sasa yafikia mtu anaomba asiyekuwa Allah, yale maneno ambayo baadhi ya watu walinganizi wanayoongea kwamba la, sisi tukienda pale hatuwaombi wale waliokufa. Angalia namna ya maneno yanavyokuja na mfumo wake, sisi hatuwaombi wale waliokufa, bali tuamuomba Allah kupitia wale waliokufa. Angalia, tuamuomba Allah kupitia wale waliokufa kwa sababu wao wana makana na nafasi ya juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tazama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kuhusu washirikina, utakuta maeneo ni haya. Allah anasema wale waliojifanyia kinyume na Allah vipenzi, wakiuliziwa kuhusu hayo, kwa nini hamwabudi Allah, wanasema kwa maana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hatuwaabudii hao tunawaabudia isipokuwa watukaribishe tuwe kwa Allah, watufanye tuwe karibu na Allah. Na pia jambo jingine la kushangaza tu la kiakili, ambao ndio kuonesha pia ubatili wa kumwabudia asiyekuwa Allah na ubaya wake na madhara yake bilhusus kwenye upande wa makaburi. Mfano wamwita mtu wali, sawa tujalie kwa wali wa kweli, lakini wali huyu alikufa na maradhi, yani yeye alishindwa kujitibia maradhi mpaka ikawa yale maradhi ni sababu ya yeye kuondoka ulimwenguni, kisha wewe unakwenda kumuomba baada ya kufa akutibie maradhi. Sijui nimefahamika. Mfano yeye kuna maradhi alimshika, pengine ngiri, wala iyadhu billah, Allah tukinge nayo na maradhi mengine, mpaka ikawa ni sababu yeye kuondoka duniani. Hapo wewe una maradhi, kisha unakwenda kumuomba yule aliyeuliwa na maradhi mfano wa hayo uliyokuwa nayo wewe. Sasa swali, hivi alikuwa anakupenda sana wewe kuliko anavyojipenda yeye mpaka yakajiacha akafa kisha wewe aweze kukutibia au vipi? Aljawabu la. Na mengineyo mengi katika mambo ambayo yanaonyesha watu kwamba kuna kubweteka na kuto kumtegemea Allah ipasavyo, bali kutegemea watu, au ikawa pengine mtu achilia mbali kutegemea watu, ikawa kuna kutawakal kuliko kubaya, kuabudia kabisa baadhi ya viumbe. Na ni katika mambo ambayo tutayaona yote biidhnillah ndani ya kitabu. Kwa leo simamia hapa, ulikuwa huu ni utangulizi, tuna mengineyo tutakuja kuyaona ndani ya kitabu biidhnillah kesho na kesho kutwa, na kila kimoja biidhnillah, kwa sababu niliambiwa kwamba hicho kitabu kilisomwa. Kwa sisi tukisoma hatutosoma lengo kiishe, ingawa vitabu vingine vyote hatutosoma hivyo, ila hiki ndio mimbabi aula, kama tutasoma kila nukta ifahamike, na kila mmoja, kwa sababu tumesema ni muhimu haya mambo kwa kila Muislamu, sio kwamba ni kwa aina fulani ya Uislamu, la, kwa kila Muislamu. Hayo maswali ambayo yatakuja kuulizwa mtu kaburini ni haya ambayo ndiyo misingi mitatu, maana kila swali lipo ndani ya hichi kitabu. Na hayo mengine ambayo yatazidisha zaidi ya haya, kwa sababu kuna wengine pia wamezidisha, wamesema kwamba kuna kuja kuulizwa kibla chako kipi. Hayo hayakuthibiti katika Uislamu, bali hadithi ya Al-Bara ibn Azib ambayo kaitaja Imam Abu Daud na wengineo katika wanachuoni wa hadithi, ile maswali ambayo yametajwa na Mtume ndani yake kuhusu kuulizwa mtu kaburini haya matatu tu. Mengine pia kibla chako ni kipi, shekhi wako wa msikiti, hayo hakuna hayo.
utaulizwa kaburini. Ni hayo matatu tu, Mola wako, dini yako, nabii wako. Sasa yote haya ndani yake tutakuja kuyaona kwenye kitabu na maelezo mafupi kwenye kila kipengele kimoja. Tusimamie hapa, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuelimishe yale ambayo yatatunufaisha na atunufaishe kupitia yale ambayo katuelimisha. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. wa naktafi bihadha. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa